Bana, huo ni mchezo wa ligi kuu, Yanga na KMC ukimalizika kwa Yanga kupata ushindi, lakini kocha kibarua kimeuta nyasi. Hawajaridhika na matokeo, ingawa washambuliaji wa Yanga walipoteza nafasi nyingi za kufunga. Kama wangezitumia pengine wangetoka na yale matokeo ambayo shabiki mmoja alikuwa anasema washazoea kushinda magoli mengi. Lakini watu walikuwa wanakosa wenyewe mabao ya wazi kabisa. Ndio wajiuliza kwamba nafasi hizo kwamba angeenda kocha kumalizia au ni. Kwa kifupi yule kocha alikuwa muda mrefu. Alivyoletewa tu yule kocha mwingine kama anasemaga Mbwigi akitroti goalkeeper atoa goalkeeper. Alivyoletwa yule Molin tu yule kocha alikuwa anatafutiwa mlango siku. Ilikuwa ni swala la muda. Alikuwa anatafutiwa engo gani? Watu wajarizika. Kwa sababu isije kaonekana hapa kafukuzwa kwa sababu ya mechi za Simba. Yani, tafuta timing. Leo imepatikana. Kaondolewa. Lakini kitendo cha kuletwa yule kocha mwingine huyu ilikuwa tayari hawaridhiki naye, hawajaridhishwa naye. Michezo 19, 14 ushindi, 5 sare. Anaongoza ligi kwa tofauti ya alama 5. Unashangaa kocha ashachukua ubingwa na anaondolewa. Watu wanajua ubingwa wanapataje na mechi wanashindaje. Kocha yupo. Tumezungumzia kwenye takwimu. Sasa takwimu hazizingatiwi kwenye ligi. Kocha kufukuzwa kwa takwimu hapa. Mimi nazungumzia takwimu. Sasa Alexi, kama makocha wengi hapa kwetu wana usanizi timu kubwa. Wanafukuzwa kwa sababu ya timu the way inavyocheza, sio inavyoshinda. Kushinda wanajua wanashinda. Yaani kushinda timu inaweza kashinda lakini ukasikia mpira huu sio mpira wetu au tuvutii. Kocha anafukuzwa hivyo tu, sio kwa sababu ya kushinda. Kwani Pedro boli haitembei? Bora mimi naona boli inatembea kabisa. Ngoma ngumu. Watu wameondoka KMC. Rudi kwenye barua. Wanatembea wametanua miguu. Rudi barua. Bana nini? Rudi kwenye barua ya Yanga au taarifa ya Yanga wakati wanamleta Amolin. Ilivyokuwa nasema. The way timu inapocheza timu yao na nini paka wameamua kumuongeza mwalimu. Leo sikiliza shabiki na mashabiki wa namna hiyo sio bahati mbaya. Yaani huyu hajaje kuzungumza bahati mbaya. Sasa inawezekana ni speaker kimetangulizwa alalamike ili watu wakachumwe waya kule maisha. Nilikuwepo uwanjani. Kwanza kila alichokuwa anakifanya mwamuzi kocha Pedro hakikuwa kinawafurahisha mashabiki. Na kulikuwa kipi? Moja ilikuwa ni sabu ya Okwasi alizomewa akaingia Buba alafu akamchukua Duke Abuya akamrudisha namba 2. Baadaye akatoka kama kuna communication hivi haikutoka kwenye bench. Max akaswitch kwenda upande wa kulia Duke akarudi katikati. Communication zana mwalimu na wachezaji au nani? Au kuna maelekezo yametoka jukwani. Mtaala wa Kazakhstan. Kwa hiyo kusema communication labda mwalimu kamwagiza mchezaji mwambie yule nimekwambia communication ambayo haikutoka kwenye bench. Okay. Yes. Wakachange hiyo kwa juu. Ikaonekana au ni Max mwenyewe alimuita Duke lakini sio maelekezo ambayo au ulijuaje Biko? Ni kwa sababu nilikuwa naangalia matukio mawili. Matukio ya wale makomando kukaa pembeni ya benchi la Yanga kwa nje kwenye zile nyavu, lakini namna ambavyo mashabiki waliokuwa wamekaa hichi kijukwaa cha chini ya VIP pale walipokuwa wanazomea na kutaka kocha aondoke, ulikuwa ni wimbo. Yaani unakwambiaje ndio maana wakati mwingine unaweza kuwa ni mpango. Yes, sasa kama kwamba lazima mashabiki wa react. Tushachoka. Dabi zishapita, tusionekana tumefukuza kwa sababu ya dabi. Yes. Tengenezeni hizi tumtimue. Kwa hiyo kabla hajafika hotelini kocha kutoka KMC kashatimua. Maka waandika kafutwa kazi. Kauli ngumu. Kwa sio makubaliano ya pande mbili. Kafutwa kazi. Hawajakubaliana. Kwa hiyo nilikuwa nimeona hiyo communication. Lakini kitu kingine ambacho pia nilikuwa nimekinote pale KMC, Alex Luambano, mipira michache sana uwanjani. Alafu zama hizi nafikiri tunaona mashindano ya CAF na ya FIFA mpira ushikwi na ball boy. Ball boy anasaidia inaenda mbali zaidi. Kuna maeneo yanawekwa kuweka kwenye vile vikoni. Tumeona kwenye dabi walijitahidi. Nafikiri wawekezaji walikuwa wamewekeza kwenye dabi. Wawekeze na kwenye hizi mechi nyingine. Ije mipira kama ni mipira 8 kwa 12, ije ile mipira ipangwe. Sio mpira unatoka kipa anausubiria wa kurusha unatafutwa unatoka upande wa pili na vitu kama hivyo. Kwa hiyo nimeona hicho kitu ilikuwa kinakula sana muda, kinazidi kupunguza zile dakika za kucheza. Unajua ligi yetu mara nyingi hizi mechi hazichezwi hata dakika 80 hazifiki. 80 unazungumza mbali hivyo. Hata huko duniani hapachezwi kwa sababu takwimu zinaonyesha mechi kwenye level kubwa
tunasema hizo EPL, sijui World Cup, Champions League ni kati ya dakika 55 na 60 on play, ile ambayo inakuwa on play. Kwetu hapa kwa mujibu wa Soccer Metrics, si ndio takwimu, wanaonyesha mechi zetu zinachezwa kati ya dakika 45 hadi 50 on play. Yes. Kwa hiyo muda unazidi kupotea kwa sababu ya mambo madogo madogo. Kwa hiyo TFF na bodi ya ligi na mshirika wake ambaye anawasambazia mipira waongeze mipira.